nimezaliwa hapa. Naona hapa ndio mahali ambayo nimezaliwa, ndio nyumba yangu toka mwaka 30. Nyumba ilijengwa mwaka 30, lakini baadaye tulikuja tukaondolewa na TANROADS mpaka tukasogea hapo nilipofikia nyumba yangu. Lakini nashangaa juzi na TANROADS wakasema kama tunabomoa nyumba, kuna maboresho ya barabara. Tukawa tunashiriki kwenye vikao vyao vyote, tulikuwa tunashiriki. Mara ya mwisho, kikao cha mwisho, tukaambiwa kwamba tutalipwa na fidia zetu tutaingia ndani ya akaunti ndio tuondolewe. Juzi mimi niko Manyara, nikapigiwa simu nikaambiwa nyumba inabomolewa. Kuna taarifa naona kuna nyumba za jirani, ndio nikaja. Bahati nzuri nilikuwa na hizi karatasi ambayo mwaka 2011 nilipewa na watu wa Wizara ya Ardhi na Nyumba kwamba utafidiwa na fidia yako utaletewa nani. Kwa hiyo nikaa hizi karatasi zangu nimezichukua nikaenda TANROADS. Baada ya kufika TANROADS nikaona yule engineer hatukuweza kuelewana, hakunijibu nilivyokuwa nikitaka. Ndio nikaenda kwa mkuu akaniagiza niende ardhi. Baada ya kwenda ardhi, wale watu ardhi baada ya kuonesha hizi karatasi wakaniambia kwamba nienda kaandike barua TANROADS na uje utuletee nakala. Kwa hiyo nimefanya vile vile. Naandika barua TANROADS na nakala nimepeleka kwa kamishna wa ardhi. Kwa hiyo hapo tumetendea sio haki. Watu ambao tumekaa muda zaidi, yani hapa nyumba imejengwa toka 1930 mpaka unaona nilivyosogea huku, ina maana toka tulipokuwa tumesogezwa mpaka huku nyuma. Kwa hiyo ndio maana mpaka sasa hivi, na bahati nzuri tulipewa mpaka vali hii nyumba, nikadiriwa mpaka nitalipo hela yangu ndio niondoke hapa, lakini hakuna kilichotendeka. Makaratasi zote ndio hizi hapa. Nashangaa juzi tunaambiwa nyumba inabomolewa na sielewi ni haki gani ya tunakuja kufanywa vitu vya ajabu ajabu. Hifadhi ya barabara, mimi nimeshaondoka kwenye hifadhi ya barabara mpaka hapa nilipotokea, siko tena kwenye hifadhi. Juzi ndio nimeona nimekuja kwepo, kwa sababu hii sehemu kiangalia nyumba yangu, hata kama ni sheria ya barabara ilikuwa inaniondoa mimi hapa, hii nyumba mpaka wakati sheria zao wanazotunga mimi bado nilikuwa hapa. Hii nyumba imejengwa 1930. Kwa hiyo mpaka sheria yao wanatunga ya ardhi, mimi bado nilikuwa hapa, sheria imekuta nyumba yangu. Labda wamelipa hao. Kwa hiyo mlipo labda mimi sijalipwa na siwezi kuondoka kiharaka haraka hivi. Nina sheria, nina haki, ninalipia hii nyumba kuanzia miaka 30 wazazi wangu walikuwa nalipia. Mimi na nyaraka mpaka mwaka 69 nilikuwa nalipa property tax. Pale pengine kulia zaidi hiyo. Kwa sababu inaonekana kwamba hii haki inasigimwa, hatupewa haki zetu. Tumepewa hapa tarehe kwamba tutakuja kulipwa, na shangaa vitu ajabu ajabu tu tumevamiwa na bomoa nyumba. Kwa hiyo mimi nisema siwezi kubomoa mpaka nipewe haki yangu. Kwa nasema kwamba nyumba hii imejengwa mwaka 1930. Hata hizi sheria zote za ardhi ilipoletwa ilikuta hii nyumba. Na nyumba hii tulikuwa tunalipa property tax kuanzia mwaka 30 mpaka wazazi wangu wanafariki na baki mimi hapa nina haki ambayo ilikuwa nalipia toka mwaka 69 naye hapa 1969. Tukaendelea mpaka halmashauri zote na document zile ambayo nimempa mpaka manager wa TANROADS ambaye ilikuwa tukilipia ardhi. Kwa hiyo mpaka tulipofikia mheshimiwa marehemu Mungu amlaze malipema alipoleta sheria kila mtu atakuwa nakata hela kwenye TANESCO, nikawa pia nimelipa TANROADS pia TRA. Kwa hiyo nyaraka zote nimeziweka pamoja. Kwa majina mimi naitwa Zakaria Chacha, ni mpangaji wa mzee Mohamedi. Sasa sisi kwanza ili jambo la bomoa yani tumeshtukizwa. Tumeshangaa tu, sisi tunaambiwa kwamba hameni nyumba inakuja kubomolewa. Maana walikuwa wanapita wanatuambia tunabomoa. Nikimpigia mzee mwenye nyumba anasema kwamba bana mimi, maana walikuwa wanapita wanatuambia tunabomoa. Nikimpigia mzee mwenye nyumba anasema kwamba bana mimi kinachoendelea mimi sielewi. Maana mzee anadai kwamba walienda mara ya kwanza wakafanywa tathmini wakaambiwa watapewa fidia, wakarudi tena mara ya pili wakaambiwa watapewa fidia. Sasa leo hii tunaambiwa kwamba tuhame, hatujui tunaenda wapi. Kama mimi kwa mfano mimi ndo nimelipa kodi. Yani huu leo tarehe 1 ndo kodi imeisha. Yani ndo mwezi wa kwanza. Kodi yangu inaisha Januari. Leo hii nakuja kuambiwa kwamba nihame. Sasa hatujui kwamba utaratibu huu wa kuhamisha watu serikali inashindwa hata kutupa note. Basi hata kama haiwezi basi hata kama haitutambui sisi, kwani mtambui mwenye nyumba? Ingempa note mwenye nyumba ili sisi atupe note kwamba bana kwa kutokana na utaratibu serikali naotaka kufanya kwamba nataka kutanua barabara. Sisi maendeleo hatukatai, maendeleo ni ya kwetu sote. Hatuwezi kukataa, kama imefika wakati wa kuvunja hatuwezi kukataa, lakini inatakiwa utaratibu ufuatwe kwamba bana kuanzia tarehe hii msilipe kodi mpaka tarehe. Maana hata nilipokuwa nalipa kodi nilimuuliza mzee, nilimwambia mzee mbona nasikia kuna dalili kwamba wanabomoa, akasema sasa watabomoaje, mimi hawajanilipa fidia yoyote. Kwa kweli hichi wanachotufanyia sio kitu kizuri. Mimi nimelipa kodi mwezi leo tarehe 1 ndo mwezi umeisha na kodi yangu inaisha mwezi wa kwanza. Haya, mtu na mkopo kwa mfano mimi na mkopo tena mkopo mkubwa tu
kila mwezi nalipa mkopo. Haya, hiyo hela sasa mkopo na hivi kweli wanajua ugumu wa kuanzisha biashara upya, kwenda kutengeneza sehemu jina sehemu nyingine, sehemu ambayo hujulikani, unahamishwa tu hivi hivi kienyeji, wanakwambia tunabomoa. Hichi kweli sio kitu kizuri hata kidogo. Yani kwenye hifadhi ya barabara wakapewa notice kwa 2011 wakaiomba serikali kipindi Kakoko yupo, wakamuomba kwamba waomba walipwe kifuta machozi, kifuta machozi. Kakoko akawajibu kwamba haiwezekani kwa sababu inabidi wapishe barabara kwa mujibu wa sheria. Wakaambiwa barabara itakapokuja kujengwa kwa njia 4 inabidi wapishe wenyewe kwa hiari yao wenyewe. Tulichokifanya juzi, tulikuwa na kikao kwa mkoa wa wilaya juzi, tukaleta document na wananchi wakaleta document. Wanapaswa wapishe barabara kwenye mita 22.5, wao wasogee 22.5, ambao wanatakiwa kulipwa ni wale wako kwenye mita 7 kwenda mita 30. Kwa hiyo wenzao wameshatii, wanavunja wenyewe, na sisi hatujavunja, tuliwaambia wavunje wenyewe kwa hiari yao. Wasipovunja ndani ya siku 7, sisi ndio tutatekeleza agizo letu. Hawana haki ya kulipwa fidia kwa sababu wako ndani ya mita 15. Yaani wewe pima barabara tu hapo utaona inatakiwa barabara hiyo waache mita 22.5 kwenye hicho kikao, lakini kwenye kikao alijibiwa kwamba haiwezekani. Kakoko aliwajibu kipindi cha Kakoko, unamkumbuka Kakoko